kutembelea Sabasaba. Kwanza hapa tulipo, hili eneo linaitwa kijiji cha tamasha la Sabasaba. Hapa pana tamasha la Sabasaba. Kwa hiyo sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Tantrade tumekuja na bidhaa mpya ya maonesho haya ya 49, na bidhaa hii itaitwa tamasha la Sabasaba. Tumeanza mwaka huu na tutaendelea kufanya hivi mwaka hadi mwaka. Tunafanya hivi kwa mara ya kwanza kwa kushirikiana na Tantrade. Tumetenga eneo la ukubwa wa zaidi ya ekari 1 ambalo tutaendesha tamasha hili. Limeanza jana, litakwenda mpaka mwisho wa maonesho ya Sabasaba ya 49 tarehe 13 ya mwezi Julai mwaka 2025. Sasa hapa ndani kwenye eneo la tamasha la Sabasaba kutakuwa na nini? Kwanza kutakuwa na burudani ya muziki katika banda letu hili mnaloliona kulia kwangu. Hapa tutakuwa na burudani kuanzia mchana, kama ambavyo mmeona wakati tunafika hapa tumemwambia DJ azime muziki kwanza, kwa sababu kuanzia muda huu hapa ni kitimtimu mpaka saa 6 usiku. Hapa zinapigwa singeli, itapigwa dansi, itapigwa tarabu hapa. Hapa pana hip hop, bongo flavor na kila kitu. Yani kila muziki wa Tanzania mpaka ngoma zitapigwa hapo. Kwa hiyo Watanzania tumewaletea bidhaa hiyo mpya. Lakini pia kutakuwa kuna maonesho ya taasisi mbalimbali za wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Zitakuwa zikitolewa huduma hapa, kusajili wasanii, utoaji wa press card. Waandishi wa habari wenzangu tumeanza press card za kidijitali. Niliwaonesha wenzenu Dodoma, na hapa nadhani nitawaletea press card yangu au ya Rodney kama ipo niletee ya kidijitali. Tuwaoneshe muone press card za kidijitali. Waandishi wa habari sasa hivi zama za kutembea na vitabu zimepitwa na wakati. Tunatumia press card ya kidijitali. Ukienda kwenye kifaa chochote cha kielektroniki, ukipunch au ukiscan ile QR code, basi unapata taarifa za mwandishi wa habari ambazo zimewekwa kwenye tovuti ya bodi ya ithibati ya waandishi wa habari Tanzania. Inaitwa Journalist Accreditation Board. Haya, kitambulisho ni hiki hapa. Huu ndio mfano wa kitambulisho cha kidijitali. Na hapo ukikiangalia kina QR code. Unaitwa QR code inaitwa msimbo papo. Msimbo papo. Kwa hiyo hii ukiskani hapa linakuja jina la mwandishi wa habari, lakini linakwenda kutokea kwenye tovuti ya bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Sasa kama hujasajiliwa kwenye bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, ukiskani hapa taarifa zako hazitakwenda kule. Na kuna watu wanapanga kufoji, mnapoteza muda na mtafanya kosa la jinai. Kwa sababu tutakaposkani ikienda kule taarifa zako hazitaonekana na utajulikana kwamba umefoji. Nimepata taarifa wengine wanahangaika kufoji vyeti. Msipoteze muda, havitasaidia. Mfumo wetu umeunganishwa na NACTE na NECTA. NACTVET na NECTA. Kwa hiyo ukifoji cheti na TCU, ukifoji cheti chako hakitaonekana kule kwenye mfumo. Itakuwa ni kazi bure. Ninachoomba waandishi wa habari, msiogope. Hizi ni jitihada za kufanya kazi yetu kuwa ya kitaaluma. Tunataka tuongeze uweledi katika kazi yetu ya uandishi wa habari. Tuanze kuondokana na zile habari ambazo zinatuchafua. Baadhi ya watu wameingia kwenye tasnia yetu, wanaandika habari zisizo na wanaleta tafrani wakati sisi hatukuwatuma. Lakini pia wala ambao bado hamjafikia sifa, msikate tamaa. Nendeni kwenye vyuo, tuna makubaliano na vyuo mbalimbali, Chuo Kikuu Huria Tanzania na vyuo vingine mbalimbali. Vitatoa taaluma ya uandishi wa habari kwenu. Na niwahakikishie tunaandaa utaratibu. Wale ambao watakuwa wako shule wanasoma, tutawazingatia. Tutawazingatiaje sisemi leo, lakini wale ambao mmekosa sifa, nendeni shuleni mkasome. Na inawezekana. Tuna makubaliano kabisa na vyuo. Lengo letu hatutaki mtu atoke kazini, lakini tunataka tubaki na watu wana taaluma ya uandishi wa habari. Sawa sawa ndugu zangu. Kwa hiyo kuna press card, lakini pia kuna usajili wa magazeti, na hapa tunaye kaimu mkurugenzi wa usajili, ndugu Evod Kiando yuko hapa. Nendeni mwende mkasajili magazeti yenu. Lakini kuna mfuko wa utamaduni na sanaa, na naye mtendaji mkuu hapa Nyakao yuko hapa, anasajili pale wasanii wale mnaotafuta mikopo, yuko hapa, mnaweza kwenda pale. Lakini pia tunasajili wasanii na kazi za sanaa, tunaye Dr. Mapana yuko hapa. Na sasa hivi pia tunao mfumo wa AMIS, tumeunganisha na Tausi. Pia halmashauri zetu, wadau wetu wanaotumia kumbi za mikutano na huduma mbalimbali, mtakuwa mnapita huko. Tuendelee kutumia huduma hizi, na banda litakuwepo hapa, mtapata ufafanuzi zaidi wa namna mambo yanavyokwenda. Tunao Kosota wako wapi? Tunao Kosota kwa ajili ya kwenda kusajili kazi zenu ndugu zangu wasanii, ili ziwe na haki miliki yenu.
lakini pia tunawakaribisha wadau mbalimbali kuja kutangaza nasi.